Baba mwanangu. Wow. Najua kabisa mmekumbukana. Kwa hiyo msalimiane hapo, mkimaliza sasa uje ndani uvae uniform, uoge. Alafu kazi kama kawaida. Ndio mwanangu. Naenda ndani. Nimefurahi sana kukukuta nyumbani. Hata mimi nimefurahi sana umerudi. Naamini unaishi hapa. Ndiyo, baba alikubali niishi hapa. Hiyo safi sana. Ndiyo. Vipi maisha ya boarding? Maisha ya boarding ni mazuri sana. Mnakulaga nini? Tunakulaga wali na maharage. Siku nyingine tunakula makande. Ndio hivyo tu. Siku za weekend tunakulaga pilau. Lakini hujapungua. Shule ninayosoma ni nzuri sana. Ndio wewe na maharage au ndio wewe makande? Hapana, acha utani bana, twende ndani. Asa, mbona umemwandika mara mbili? Huyu alichukua nguo mara mbili, ndio maana nimemwandika mara mbili. Chukua nguo mbili tofauti. Yeah. Basi. Naam. Kama una muda naomba tuzungumze. Bila shaka. Kwa nini tena nikose muda kwako? Siwezi kukosa muda kwako. Niambie. Jana nyumbani alikuja mgeni. Acha. Mbona hukuniamshia? Nilikuona umerudi umechoka sana. Kweli, jana nilikuwa nimechoka sana. Sana. Mgeni gani tena? Asiyokuwa na jina. So wengine tunapendaga wageni bwana. Unajua tena. Alikuja Mama Suma. Unahakika ni yeye kweli? Kwa jinsi alivyoongea na uhakika ni yeye. Amepajuaje nyumbani kwangu? Na amekuja kufuata nini? Hapo sasa kwenye kufuata nini hapo? Anakuhitaji wewe urudi. Anahitaji nini? Ili mkalee mtoto. Hilo swala haliwezekani. Sio rahisi. Huyu mwanamke ananitafutia nini mimi kwangu? Mimi tulishamalizana. 50 za kwake, 50 zangu. Iweje mpaka mdau ananitafuta na ananiandama? Ni nini hasa? Na sio kwamba mimi simfahamu. Namfahamu vizuri tu. Ila simfahamu kama mwanamke ambaye umezaa naye. Namfahamu kama mwanamke wa Baba Nuru. Baba Nuru? Kwa hiyo mume wangu hata alivyokuja nyumbani, mimi sikujua kama amekuja kwa ajili yako. Nilijua amekuja kwa ajili yangu mimi na Baba Nuru. Kwa pia alikuwa na mahusiano na Baba Nuru. Ni kitu kinashangaza hicho. Yaani unavyoshangaa. Mume wako nani? Basuma. Mimi mama akanipigia simu na mtoto anaweseka tu kila siku. Hivyo jana kampeleka kwa Kalembwani. Unajua kamwambia nini? Kamwambia kuwa mizimu ya kwenu mtoto inamsumbua, kwa anataka turudiane mimi na wewe ili mtoto awe sawa. Hivyo unajua hali yake. Mtoto anasikitisha sana Basuma. Mume wangu mimi nakupenda. Turudi tulee watoto. Hivi wewe una akili timamu? Wewe nini? Hebu nyamaza, mimi navyoongea na mume wangu mpaka unanichanganya hapa bwana. Basuma, achana naye huyu. Nikwambie tu labda umechelewa. Kama mara ya kwanza uliniona mimi nuksi. Uliniona mimi takataka. Uliniona mimi sifai. Leo hii mimi ning'ale kwako.
Unaona jambo rahisi? Mume wangu, amna, sikiliza mume wangu. Unajua nini? Sisi unajua mimi mke wako nilivyo na tunavyopendana. Unajua tulivyokuwa wote wawili. Mimi na wewe tunapendana. Hasira tu ya muda mfupi. Mtoto mimi nimekupa jina kubwa la ukoo wako. Mtoto anakupesa, unajua alivyofanana na wewe. Mume wangu mimi hakuna kitachobadilika chochote. Wewe. Hivi unaweza ukanyamaza kwanza? We. Tena umekuja ofisini kwangu, sitaki. Umeanza kuja nyumbani, umenitafuta mpaka dukani kwangu. Ngoja nimpigie Majengo, maana kwanza nyie akili zenu zinafanana. Sasa mbona unafikia huko jamani? Wewe kiota chambuni bwana. Mambo mengine ya kumalizana tu. Huyo baba Nuru na wewe mama Nuru. Huyu baba Suma, mimi mama Suma. Sasa hapa ubaya uko wapi? Wewe unaudiana na mzazi mwenzao na mimi naudiana na mzazi mwenzangu. Sasa hapo kuna shida. Wewe naye hata kuzuba bwana. Kama huna lilokuleta, huna lingine, ondoka. Mwambie nitampigia simu sasa hivi. Naomba uende. Mwambie kwa uko na chaguo. Mama Suma, naomba uondoke. Nimekuwa Ruby. Nakwambia toka. Mwambie kwa uko na chaguo tu. Unanipenda ni nini? Achana naye huyu. Hakupendi. Wewe unanunua upendo kwa pesa tu, nakwambia. Kumnunulia mashati ndio unaweza kuwa atakupenda. Angalia moyo wake huyo, ananipenda mimi nakwambia. Ananipenda, atarudi. Basi Mama Suma, naomba ondoka bana. Vipi bwana, mbona unataka kuniibia bigo zangu? Wewe vipi? Hebu toka bana. Misimu inamkamata yule. Nitakuitia mwizi wewe. Mimi nitakuitia mwizi. Ondoka na nyona jibu hivyo kwa sababu yake tu, ila unanipenda mimi. Hivi unajua hili limenichosha. Sio peke yako. Mwenye pia ameniumiza akili. Kila sehemu yupo. Nikienda kwa baba Nuru yupo. Huku kwako tena yupo. Sikuumize akili. Haina haja ya kufocus na hiyo vitu. Tunaweza tukaendelea na mambo mengine tu. Si udhaifu, ni upendo. Na kuomba tubaki familia kabla mioyo haijavunjika. Mpenzi, nisikilize vizuri. Unakumbuka nilikwambia kwamba uache kwanza kufuatilia mambo ya mtoto? Ndio. Tayari kuna vitu nilikuwa naanza kuvihisi. Betina yupo kwa rafiki yangu. Unasema? Lakini bado hatujaweza kulithibitisha hilo kabisa. Sasa kitu ambacho tunatakiwa kufanya kwa sasa hivi ni yeye pamoja na mume wake wameomba twende, ili ikiwezekana tukae kikao tuzungumze, tufanye process kwa ajili ya DNA. Na unayetakiwa kufanya DNA ni wewe pamoja na Betina. Mama Bi, kitu pekee nilichokuwa namuomba Mungu siku zote kitokee ni hiki. Nimefunga nikiomba ili mtoto wangu aweze kupatikana. Nakuelewa. Sasa nijiandae twende. Unajiandaa nini? Kwa nini ujimwagie maji? Chukua tu nguo, badilishe tuondoke. Hebu tufanye haraka, ni muhimu sana Betina. Dakika moja ya nini? Twende. Chukua hilo shati. Hakuna haja ya kupiga pasi jamani. Ila sijakuonea. Si nilikuchemshia jana. Jana mimi nilikula. Leo zamu yako kulala. Staki. Yaani, karibu. Naona wenyewe penzi shata. Babeti, ingia tu na viatu usivue. Naona umependeza wenyewe. Hata wewe. Uko poa shemeji yako? Uko poa sio? Mimi namshukuru Mungu, kiukweli niko sawa. Wewe umefuata nini hapa?
Mbona una adabu? Unanihitaji wewe? Hivi unakujaje wewe bila taarifa jamani? Unakujaje nyumbani kwangu? Na mimi nina wageni hivi kweli jamani? Kwani hapa nyumbani kuna limit ya kuja? Mimi nimekufuata wewe. Kwani kwangu? Shut up. Wewe usiniambie kama hivyo nyumbani kwangu hapa. Si unanielewa? Wewe kama utakuwa majengo, mimi nitakuwa mapaa. Mimi nakupaua wewe vizuri tu. Yaani usitaki wewe niangalie. Alafu wewe tuheshimiane. Baba Nuru. Samani sana, naomba usiniharibie nyumba yangu. Mwambie wewe bwana wako asiongee. Kwani umefuata nini? Nimekufuata wewe, wewe ni mama wa mtoto wangu. Nisikilize bro. Hapa tulipofikia ni pabaya sana. Nisikilize tena unielewe kwa makini. Tayari nimeshamwacha mke wako. Nenda kamchukue, ishi naye. Mwanamke mwenyewe kizauzao yule ajielewi. Naomba uniachie mwanamke wangu. Kama aliniacha kipindi cha shida, nimepata mtu wa kunipa furaha. Huyu ndo faraja yangu na huyu ndo mke wangu mimi. Unasemaje wewe? Unapata wapi nguvu ya kumwita mke wangu mke wangu? Narudia tena. Yeye kama alikopa ananipa maumivu, mimi maumivu nimeshayakataa. Nimepata mtu wa kunipa faraja. Huyu mimi ndo mke wangu. Wewe shut, wewe sikiliza. Majengo. Hapa ni nyumbani kwangu. Hapo mimi nina wageni. Mbona naomba ondoka. Kwa hiyo kama ni nyumbani kwako unamruhusuje mwanaume wako ananifokea ovyo ovyo hapa? Anakuhitaji mke wakati wewe ni mke wangu. Mke wako yuko kule. Mama Betina, tafadhali ngoja nimalize hili kwanza. Mbona mimi sielewi? Yaani kuna nini? Huyu ni baba Beti, yaani wewe na huyu ndo baba yake na Betina. Huyu ndo mnachanganya mnaitana Mama Nuru. Yaani kuna sintofahamu ambayo mimi. Mama Betina, Manuru, nieleweshe taratibu tafadhali. Mama Nuru, asante kwa kunielea mtoto wangu. Wewe ni mama bora sana. Nimepata sifa zako nyingi kutoka kwa mama Betina. Wewe mwanamume, sitaki kusikia neno lako hata hili. Mimi ninachohitaji, Mama Betina, mimi nampenda mtoto. Niko tayari kupima DNA. Sawa. Na ninachohitaji, we baba, hebu niachie basi mwanamke wangu. Tuweze kumtunza mtoto wetu Nuru na Betina pia. Na mimi mama Nuru ni mama bora sana. Hata watunza watoto. Wewe ni mshenzi. Umetana na yaani wewe ni mshenzi kwa story aliyonipa huyu. Na wewe. Na mimi. Ufai hata kidogo. Binadamu anabadilika. Unamhitaji huyu? Siwezi kusema chochote kwa sasa hivi. Naona akili yangu kama vile haiwezi kufanya kazi wala haiwezi kufanya maamuzi ya namna yoyote ile. Naomba, sijui niko kwenye sayari nyingine au nipo katika ulimwengu ambao siwezi kutambua vitu. Nahisi nahitaji kueleweshwa kwa utaratibu zaidi. Hii hali naona kama vile inanivuruga. Kadri muda unavyozidi kwenda, naona kama vile nataka kurukwa na akili. Manuru, naomba nisaidie, sielewi. Hebu naomba tu kwanza baba Nuru aende. Tutatafuta namna. Hebu baba Nuru uende kwanza. Mimi siko sawa, sielewi na mwenzangu pia hayuko sawa. Hatuwezi kuliongelea hili swala kwa sasa hivi. Naomba tuende kwanza. Tutatafuta namna ya kuongea. Si ndio kipenzi? Nachelea ukose mapenzi yangu kwa sababu ya ukorofi wako. Nikikaa kimya si udhaifu, ni upendo. Na kuomba tubaki familia kabla mioyo haijavunjika.
Mungu wangu Kaka. Naam. Kiukweli najiona mwanaume mpumbavu sana. Nimekuwa nikitumia wanawake vibaya, nikiwapa mimba na kukataa mimba zao. Wanateseka kwa kuwalea watoto peke yao. Kwa hiyo najutia kwa kila kitu nilichokifanya kwao. Lakini kwa leo nimefurahi sana majibu ya DNA kuwa Bettina ni mtoto wangu. Usijali, hata mimi pia nimefurahi. Na kingine ni kushukuru sana wewe kwa kumwokota Bettina na kukaa naye na kumlea vizuri kama mtoto wako. Huenda mimi leo nisiwe na kitu cha kukulipa, lakini Mungu atakulipa. Ulichokitenda leo kwa mtoto wangu, kuna mtu mwingine anaweza akakitenda kwa mtoto wako. Sehemu yoyote ambapo mimi nilikukosea, uniwie radhi. Usijali, mimi nimeshakusamehe. Ila kwenye kukosea kweli umekosea. Kwa sababu kukosea kupo. Ila kuna muda inabidi utambue, ujirekebishe kutokana na makosa na ujifunze kutokana na maisha jinsi yanavyoenda. Kwa sababu mzunguko wa maisha upo katika baina pande zote mbili. Ni kama sarafu tu, kichwa na mwenge. Naelewa. Kwa kama umeamua kubadilika, basi badilika kabisa na usirudie tena. Naelewa sana. Yeah. Unajua wengi wetu tunajifunza kutokana na makosa tuliyoyafanya. Kama tukiyakataa makosa yetu hatuwezi kujifunza. Nakiri kwa mimi ni mkosefu tena sana. Basi mimi ninaombi kwako. Mimi naomba kitu chochote kinachomhusu Bettina na Nuru, taarifa huo unanipa wewe. Ondoa shaka, nitakuwa nakupa taarifa. Nashukuru sana. Nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwako. Na ninaenda kubadilika. Nataka kuwa baba bora sana kwa watoto wangu. Asante kwa hilo. Usijali. Mungu mwema. Nashukuru sana. Basi mimi nilikuwepo. Sawa, mimi nipo. Taendelea kukaa na watoto, tutazidi kujulishana. Nashukuru sana mzee. Hamna shida ndugu. Haya. Tumekamilisha kilichotufanya tuwaite hapa. Nadhani umefika wakati sahihi wa Bettina kwenda kwa wazazi wake. Na lakini mimi nataka nibaki hapa. Bettina mwanangu, tunakupenda sana mimi na baba, sawa sana, lakini tayari una wazazi wako. Hata sitabaki kwa wazazi wako, nahitaji kwenda ukaishi nao. Mama amekutafuta sana sana, hawezi kukubali, sawa? Bettina, mama amekukumbuka sana. Mama anakuhitaji sana Bettina. Nakuomba mwanangu, najua kwa umri wako inakuumiza sana. Utazoea taratibu binti yangu. Ukitaka kuja kwa mama, nitakuwa nakuleta. Sawa? Nakupenda sana sana. Umemsikia mama? Utakuwa unakuja huku kila weekend. Utakuwa na mimi, utakuwa na baba, utakuwa na Nuru. Sisi wenye tupata mimi tutakuja kukuona, sawa mwanangu?
nenda kwa mama, sawa? Njoo mama, njoo binti yangu. Sikuachi kwa sababu sikupendi. Mwanangu, nakuacha kwa sababu sina namna ya kukula.